biashara eneo la Citizen. So kwa mtazamo wangu leo Sifuna amekuwa Trans-Nzoia. Kitu chenye mimi naweza nikasema kuhusu Sifuna kwa nini ameamua kwenda Trans-Nzoia kisha kesho ataenda? Ameamua kwenda Trans-Nzoia kwa sababu ni kaunti jirani ya Bungoma. Na kuna mwenzake ambaye anajiita gavana wa Trans-Nzoia anajiita George Natembeya. George Natembeya tumemwona kwa muda mrefu amejaribu kushambulia Mudavadi na Wetangula kwa sababu wale ndio ilikuwa inaaminika kwamba ni vigogo kuu katika yale maeneo. So Natembeya amekuja na mchipuko mkubwa sana, ana muhemko na anataka kuondoa hawa vigogo. Na kwa hivyo ametumia Edwin Sifuna kama kinara wake. Pale mwanzo yeye mwenyewe alikuwa anasema ni lazima pia ajitoze ulingoni. Na ni kwa nini amesema ni lazima wajitoze katika ulingoni wa kuwa labda rais wa hii nchi? Wamesema kulingana na Mudavadi na Wetangula, wale wako na work plan yao. Wetangula na Mudavadi ndio waliunda serikali iliyoko kwa mamlaka, lakini hawa wanahisi kwamba hawa jamaa hawa represent watu wa yale maeneo vile nafaa. Kuna makazi yanapotokea, Sifuna na Natembeya wanaona ni kama hawa jamaa hawasaidii wakaaji wao. Na ndio maana leo George Natembeya wamekuwa na mkutano wao mkubwa sana, na Sifuna amesema kwamba yeye kitu cha kwanza ameanzia kule kwa sababu ni nyumbani, ili waende washikane ama waende washikane na wenzao wa maeneo mengine. Lakini kwa mtazamo wangu ni je, Sifuna anaweza kuwa rais mwaka ujao? Pengine kimtazamo wangu Sifuna ataweza kuwa rais iwapo eneo pana la magharibi itaweza kumuunga mkono kama mtu wao kama flag bearer labda, alafu wale wenzake wenye anaenda kushikana nao pengine marafiki zake kama Kalonzo kama Matiang'i Gachagua wakiweza kumuunga yeye awe flag bearer wa huo, ninaweza sema anaweza chukua. Lakini iwapo kama kutakuwa na mpasuko kwa nini? Kunaweza tokea una mpasuko kwa sababu maybe Kalonzo anaweza kahisi kwamba huyu Sifuna labda kisiasa ni mdogo kumuhusu. Yeye ni mdogo kwa Kalonzo. Pengine Kalonzo anaweza sema kwa sababu huyu jamaa amekuja juzi bana na mimi nimekuwa mkongwe katika kwenye siasa. So kama wanaamua muunge mimi basi wacha niende na kura zangu zile milioni 2 kitu. Alafu wale marafiki wengine wenye wataweza kumuunga watamuunga. Lakini kama wataelewana waseme kwa sababu saa hizi labda nia yao ni kumuondoa Rais Ruto. Washikane, wakuwe na nia moja, agenda ikuwe ni moja, waweze sasa kusema huyu William Ruto kwa kulingana na mtazamo wao ameshindwa kuwafanyia Wakenya kazi. Pengine kuna Wakenya aina hiyo wanaona ameshindwa, lakini kuna wengine wanaona ako sawa. Lakini sasa Sifuna kama huu muungano wao wote watamuunga, ina imani kwamba ataibuka ushindi, anaweza shinda kiti cha urais. Lakini wasipomuunga hawezi shinda, kwa sababu pia wanashindana naye ni mwanasiasa, na si mwanasiasa tu, ni mwanasiasa tajiri. Hayo tu ndio maoni yangu. Asante, shukrani. Na labda unaona mdogo wake na running mate awe nani ili labda huyu jamaa aweze kufaulu? Kivyangu mimi pande wa running mate, mimi mwenyewe ninahangaika, ninapata tabu sana kujua ni nani anaweza kuwa running mate wake. Lakini kwa vile kulingana na vile nasikia watu wakiongea kule nje, maybe anaweza kuwa Matiang'i. Kwa nini awe Matiang'i? Anaweza kuwa Matiang'i kwa sababu kuna uzito fulani Matiang'i yako katika chama cha Jubilee. Chama cha Jubilee kinaongozwa na Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Na Uhuru Muigai Kenyatta, jinsi tunavyojua, nguvu za Rais mstaafu, ana hela na pia anaweza shawishi watu katika eneo pana la mlima niweze pia kuwa nyuma ya hao wawili, nyuma ya Matiang'i na Sifuna. Matiang'i, kwa nini mbona niseme ni Matiang'i anaweza kuwa ni naibu wake? Kwa sababu Matiang'i ni naibu wa chama cha Jubilee Party. Ndio maana yake Jubilee lazima watamtanguliza yeye kama labda
kama kinara wao. Hiyo ndio maana ninasema ni Matiang'i. Haya, upande wa mimi Kalonzo kidogo ninaona yuko na Begichi. Sasa pale bo ninashindwa kuelewa litakuwa, lakini kimtazamo wangu ninaweza amua nikasema ni nani Matiang'i anaweza kuwa naibu wa Sifuna. Asante.